Hapo ni taasisi kubwa ambayo imekusanya wasomi wakubwa. Nini mmefanya? Kitu gani mmefanya? Mnayo ofisi, mnazo gari, mnazo idara mbalimbali. Hicho kilikuwa ni kichocheo kikubwa ambacho kilimpelekea amiri na viongozi wenzake kuna haja ya kukutana pamoja na kubadilishana mawazo. Kuna aya katika Qur'ani inasema, inapatikana katika sura al-Baqara, inasema baada billahi minash shaitani rajim, kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira biidhnillah. Ni vikundi vingapi vichache vimevishinda vikundi vikubwa vyenye watu wengi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Unaweza mkawa watu 10 lakini mkafanya mambo makubwa ambayo hata watu 100 hawezi kuyafanya. Sasa nisiongee mengi, tunafungua kwa Dr. Mulukoz ambaye mada yake ni nzito. Sallallahu alaihi wasallam alipochukua wahi wa utume, aya ya pili, sura ya pili na sura ya tatu au mteremko wa pili na mteremko wa tatu ulimwagiza asimame. Hutaweza kufanya harakati ya aina yote bila kufanya nini? Bila kwa wewe ni mwenye kusimama visimamo vya usiku. Kwa hivyo dokta atakuja kutoa mada inayosema ubora na utukufu wa kudumisha qiyamu layl. Kwa hivyo Dr. Abnur, hadia ni ya kwako. Nusu saa nadhani itakutosha. Hayo kalama kalla wa dalla. Faltafadhal mashkura. Shukran. Wote mmekufanya kwako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan, nitakuwa na kama alivyosema Sheikh hapa, nitawapitisha pamoja katika mada hii ambayo nimejaribu kuiweka katika nukta kama 7 hivi, ambayo ni outline, kwamba tutaangalia qiyamul layli maanawi, tutaangalia qiyamul layli katika silsila yake, tutaangalia qiyamul layli nini kinaifanya qiyamul layli, na tutaangalia ni watu gani watu wa qiyamul layli, tutaangalia qiyamul layli hukumu zake pamoja na taratibu ama zile etiquette za qiyamul layl. Na kwa vile nimechukua baadhi ya nukuu katika kwa mfano tafsir Ibn Kathir, na tafsiri niliyotumia zaidi ya Kiingereza, kwa hiyo mtaniwa radhi, baadhi ya maneno yatakuwa yanaakisi asili zake za Kiarabu pamoja na Kiingereza. Kwa hiyo biidhnillah tuanze kwa kutambua umuhimu wa qiyamul layl. Qiyamul layl kama ambavyo imekuja lughawi ni kusimama katika ibada ya lughawi ni kusimama usiku, yani simama usiku. Hii ndio maana ya qiyamul layl katika lugha, lakini sharia imekuja kwamba qiyamul layl ni kusimama katika ibada ya usiku ambayo inaanza baada ya salati ya Isha na kuendelea mpaka inapofika subuhi, inapofika fajr. Na definition kubwa ya qiyamul layl anaitoa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala min tanzil baada billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
inna nashiyata al-layla hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fi nahari sab'an tawila wadhkur isma rabbika wa tabattil ilayhi tabtila. Hizi ni aya 8 za mwanzo katika mtiririko wa sura hii, ambazo hizi aya ndo zinatupa definition ya qiyamul layl ni nini. Aya hii ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia kwamba ya ayyuhal muzammil, wewe ambaye umejifunika, qumil layla illa qalila, simama katika usiku japo kidogo, nisfahu au inqusu minhu qalila, simama kidogo nusu yake au hiyo sehemu ya nusu yake, yani au zidi alayhi wala tilil Qur'an tartila, na humo zidisha katika kisimamo chako kisomo cha Qur'an. Inna sanulqiya alayka qawlan thaqila inna nashiyata layla hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kwa hiyo mahali shahid hapa katika hizi aya za mwanzo ni aya hizi mbili. Aya ya kwanza inakuja inna sanulqiya alayka qawlan thaqila, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nia ya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asimame usiku afanye hizi ibada ni katika maandalizi kwamba hapo baadaye kidogo utakuja ujumbe mzito. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaandaliwa katika mazingira kwamba baada ya muda ujao utakuja ujumbe mzito ambao ujumbe unahitaji kuwa na maandalizi. Maandalizi yenyewe ni kuiandaa nafsi, kuiandaa memory, kuiandaa thinking, kuandaa mazingira ambayo utakuwa ni wewe ni mwenye kuwalingania watu kama ambavyo ujumbe umekuja. Na aya ya 6 inayofuata ambayo inasema inna nashiyata al-layla hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, hii inataka kutoa umuhimu wa kuonyesha qiyamul layli ilivyokuwa. Kwanza ni ibada nzito. Hapo imeanza na ismu tawqid. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba inna nashiyata al-layla hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Wa hakika sisi hatuna wasiwasi kwamba kusimama usiku ni ibada ambayo ni ngumu, na ugumu wake hapo umekuja katika maana kwamba aidha ni ugumu wa kuamka, ni ugumu wa kuitenda, lakini ni ugumu katika maana ya package, ile hali ya kusimama na kujituma kwenda kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ambayo ina uzito. Lakini hapa uzito pia umeoanishwa pamoja na hapa anaposema Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu wat'a wa aqwam qila, kwamba moyo, dhamira ya moyo pamoja na ulimi vitakuwa katika hali ya ukaribu sana. Kile ambacho nakisema ambacho kinatoka katika moyo, dhamira yake inadhihirika zaidi unapokuwa umejitenga na kitanda na kusimama usiku. Na hii nataka niitoe kama ambavyo imetoka katika tafsiri ya Ibn Kathir. Hii aya katika tafsiri hii katika lugha ya Kiingereza inasemeka kwamba verily the rising by the night for tahajjud is very hard, and the soul most potent and good for governing the soul, and the most suitable for understanding the words of Allah. Kwa hiyo kama ni katika maandalizi ya kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kwanza comprehend hiyo Qur'an katika kifua chake, katika ufahamu wake, ilikuwa ni maandalizi ambayo yalikuwa yanaendelea usiku. Pia ni kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anamwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuikaribisha moyo wake katika kudeliver hii dawa. Kwa hiyo ala kulli hal, hapa ndio mahali shahid kuonyesha muhimu wa qiyam
katika hizi aya mbili zinazoonyesha kufikisha ujumbe, lakini ujumbe unaofikishwa katika mazingira ambayo yameandaliwa. Kwa hiyo anapoambiwa Mtume SAW kufanya hivyo, kinachofuata ni sisi kufanya hivyo kama ambavyo Mtume SAW ameamrisha. Lakini isitoshe tu hapa, nataka kutoa nukta moja muhimu ambayo nadhani itatupeleka katika kipengele kinachofuata cha nini ilikotoka Qiyamul Layl mpaka imekuwa ibada kwa Mtume SAW mpaka kwetu. Hizi aya 8 za mwanzo ni aya ambazo zilishuka kuelezea Qiyamul Layl kama ibada ambayo ilifaradhishwa kwa Mtume SAW. Kwa hiyo hii ibada mwanzo imekuja kama ibada ya faradhi, na imefaradhishwa kwa Mtume SAW aamke usiku, kila siku usiku, kwa ajili ya kuandaa moyo wake, kuandaa mwili wake, kujiandaa kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Kwa hiyo hizi aya ambazo ni aya tukasema mansukh, lakini zimekuja ni nasi ambayo imekuja, kuna nasi ambayo imekuja kuziondoa hizi aya ambayo ni nasi duna tilawa maanawi, kwamba hizi aya zitakuwa zinaendelea kusomwa hivyo hivyo katika Qur'an, hazijafutwa na zitaendelea kusomeka katika maana ya kusimamisha ibada, lakini ibada imeletewa unafuu kutoka katika Qiyamul Layl kusimama kama ibada ya faradhi, sasa iende kufikia katika sunna. Na hii ilichukua karibu takriban miezi 12, kama ambavyo tutakuja kuona katika hadithi ya Sa'd bin Hisham ambayo ana simulizi ni Aisha radhiallahu anha. Na hii nas ambayo imekuja kufuta hizi application za faradha kwenda kwenye sunna, inapatikana pia katika hiyo sura ya Muzammil. Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya billahi minashaitanir rajim anaendelea katika aya ya 20 akisema, inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqadiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Hii aya ya mwisho katika sura Al-Muzammil imekuja kama kuondoa uzito wa hii ibada kuwa faradha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na waliokuwa pamoja naye, kwa sababu hii mwanzoni, inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifat min alladhina ma. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ninafahamu, hakika ninafahamu wewe kwamba wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam unaamka usiku, sehemu ya usiku thulutha yake au nusu au sehemu ya thuluthi yake katika usiku, pamoja na wale ambao uko pamoja nao, min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Hapa kimekuja kipande cha kuonyesha mazingira ya kubadilika usiku na mchana, ambayo of course hiyo katika context ya kuendelea hapa kueleza into this, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, alima an sayakuna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ukiangalia hizi aya pamoja na ya kusimama na kutoa zaka, ni aya kama zile zinafanana na mazingira ya Madina, lakini hii ni kuonyesha muujiza wa nubuwa, kwa sababu hizi aya zinashuka mtume hajaenda Madina, na hii aya ni makia. Kwa hiyo
Mtume SAW hapa anaambiwa kwamba tunafahamu kwamba unaamka usiku pamoja na wale ambao uko nao, na katika kuhakikisha kwamba hii ibada inafanyika kama tulivyokuelekeza, lakini tunafahamu kutakuwa na miongoni mwenu watu ambao wanaumwa. Kuna wengine watakuwa wametoka katika kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wale ambao watakuwa katika jihadi fi sabilillah. Kwa hiyo pamoja na hiyo, fakarau ma tayassara min, endelea kusoma tu kama ambavyo itakuwa imekuwajibikia na inaweza kuwa wewe umeweza kumudu yani. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameendelea na masala ya aqimu salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairun wa aqsal wa in huwa khairun adam wa ajrun wa astaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Kwa hiyo hizi aya zote, hii maneno yote ambayo yanapatikana katika hii aya ya 20 ni katika kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, maandalizi yaliyokuwepo yanaendelea kwa Mtume SAW yalishakuwa pia yameshakuwa na impact. Kwa hiyo kilichokuwa kinafuata hapa ni kuleta tafsiri ya Mtume SAW na pamoja na ambao walikuwepo pamoja naye waweze kutransit sasa kuelekea katika hii ibada kama sunna, kama ambavyo imebaki mpaka sasa hivi. Na ujaribu kufikiria kwamba Mtume SAW kila usiku ulipokuwa unafika inabidi aamke kwa ajili ya ibada hii. Wakati mwingine atachelewa kidogo, wakati mwingine ndio hivyo, kutokana na mazingira kwamba anaamshwa na nini. Nakumbuka zama hizo anaamshwa, hata katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa akiamshwa na jogoo akiwika. Kwa hiyo wakati mwingine akisikia jogoo awika, jua amka. Hamna mambo ya kwamba utaseti alarm itakuamsha na nini. Kwa hiyo ni ibada ambayo ni uzito kama itakuwa ni continuous. Kwa hiyo Rasulullah SAW aliendelea na ibada hii takriban miezi 12 pamoja na wale ambao walikuwa pamoja na yeye, lakini Allah Taala amekuja kuleta tawfif, hii ibada ikawa imefikishwa kufikia kuwa ni sunna kama ambavyo sisi tunaipokea. Kwa hiyo kulingana na umuhimu wa muda, twende haraka. Hii hadithi ya Saad ibn Hisham sitakaa zaidi katika hadithi hii. Hadithi ndefu ambayo imekuja kuonyesha nini kinachotokea katika qiyamul layl, na alikuja kuulizwa kuhusu witri na Mtume SAW alikuwa anasomaje kunuti katika qiyamul layl. Haya yote yanadhibiti katika kuonyesha qiyamul layl ina content gani kama tutakapokuja kuona hapo mbele. Lakini pia kwa kuangalia sasa essence ya qiyamul layl, bado tunataka tujue kwamba hawa watu ambao wanasimamisha qiyamul layl ni watu wa namna gani. Baada ya Mtume SAW kwa imeshuka kwake sasa kama faradha, baadaye ikarahisishwa, lakini imekuja kwetu sasa kama watu ambao inabidi tuendeleze hiyo qiyamul layl, inabidi tuwe katika mazingira gani. Allah anaendelea kudefine hawa watu wa qiyamul layl katika surati Zariyat aya ya 15. Hii ni aya ya 16, lakini ili kuweza kupata context na vitu tuanzie aya ya 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila min al-layli ma yahjurun. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kudefine hawa watu ambao wanaamka usiku, ambao wanasemekana hapa katika hii aya, kanu qalila min al-layli ma yahjurun, wale ambao usiku wao sio wenye kulala usiku mzima, yani wana spend sehemu ndogo sana ya usiku kwa kulala, na sehemu hiyo baki ni ya kusimama usiku yani. Lakini aya inaanza kwa inna almuttaqina fi jannati wa uyun, kwa hakika wale ambao ni devotee wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao ameshawaandalia pepo. Kwa hiyo implication ya kuwa devotee ni kuingia peponi. Aidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
hawa watu wameridhika na yale ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameshaandalia katika pepo. Innahum kanu kabla dhalika muhsinin, na kabla ya hapo hawa watu ni watu wema. Wema wao unatokana na nini? Ni pamoja na kanu qalila min al-layli ma yahjaun. Hawa ni watu ambao wanaachana na vitanda vyao nyakati za usiku. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala amemshamdifaini mtu ambaye atakuwa katika qiyamul layl kwa kuanzia hii aya ya 15, 16 na zaidi ya hapo. Allah Subhanahu wa ta'ala anamalizia hapa kwa kusema wabil ahsarihum yastaghfirun wa bi ahsarihim hum yastaghfirun. Kwa hiyo hawa ni watu ambao pia wanachukua nafasi ya kuomba maghfira kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pamoja na kuamka usiku, pamoja na kujikita kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, lakini wabil asari hum yastaghfirun. Kwa hiyo na wanaomba wana istighfar nyakati za inapokuwa karibu na asubuhi. Ndiyo hiyo ashar bimaana ya karibu na asubuhi. Ina maana kwamba ni katika thuluthi ya mwisho wanaposimama katika kumuomba maghfira Allah Subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mwenye kuwafiria waja wake. Kwa hiyo kwa kumalizia, kwa kuangalia hawa watu wa qiyamul layli, tuangalie pia aya ambayo inapatikana katika surati Sajda, ni aya ya 16 ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanaachana na vitanda vyao mbavu, yani tatajafa, yani wanaacha mbavu zinaachana na vitanda, junubuhum zinaachana mbavu na vitanda vyao, almadhaji vitanda, na wanaamka kumkabili Allah Subhanahu wa ta'ala, na wanamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala, yad'una rabbahum khawfan, wakiwa na hofu lakini pia wakiwa na matumaini, kwa sababu wanaomba lakini wana matumaini kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiquna, na wakati huo hawa watu wanaendelea kutoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na hizi aya zote ukiziangalia, ikitajwa kusimama qiyamul layli pamoja na kumuomba Allah Subhanahu wa ta'ala, pamoja na kukabili Allah Subhanahu wa ta'ala, lakini inakuja ibada pia ya kufanya ya kutoa. Kwa hiyo hizi zote zinaenda kwa pamoja. Watu wa qiyamul layli ni watu wa simama kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, muomba Allah Subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na kutoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nadhani itakuwa nimebakiza dakika kama 7 bila shaka au ngapi? Nibakia dakika 9. Sisi kama nimeenda zaidi ya saa. Kwa hiyo essence ya qiyamul layl pia tunaipata katika katika maneno ya Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadithi ya Abdullah bin Salam kama tunavyomfahamu, alikuwa ni sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahlul kitab walioslimu hapo Madina, na yeye amepokea hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ayuhan nas akshifu salam wa atimu ta'am wa sallu bil layli wan nasu ni'mu na'am tadkhulul jannati bisalam. Hii ni rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih, inapatikana katika sahih Tirmidhi. Kwa hiyo hii hadithi nimeikuti katika Riyadhus Salihin ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa amri kwa watu hapa hadhira iliyotoka ni kwa watu wote kwamba wakithirishe salamu, yani salamu baina yetu, kusalimiana kwa wema, asalamu alaykum warahmatullahi, kupokea salamu pamoja na kusalimia watu ama ta'am, na tuwalishe watu wanaohitaji kula, na waswali billahi
wakati watu wamelala, tadkhulul janna bisalam. Kwa hiyo ibada hizi mbili, kusimama usiku wakati watu wamelala, kulisha watu chakula, ukithirisha salamu, miongoni mwa ibada kubwa ambazo zinamkaribisha mja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo imeonyesha kuingia peponi kwa salama kutokana na ibada hizi. Aya ziko nyingi zinazohusiana na masala ya qiyamul layl. Nimechagua aya nyingine ambayo ni katika suratul Isra, ambayo hii hasa sasa nataka kuonyesha content za qiyamul layl. Kimsingi content za qiyamul layl kama ambavyo tutaona, tumeshaona kusimama wenyewe ni sehemu ya qiyamul layl. Tumeona swala ambayo inakuwa offered wakati wa qiyamul layl. Tunaona pia kusoma Qur'an, lakini pia tunaona kuna dua na pia kuna adhkar. Kwa hiyo ili qiyamul layl iweze kuwa katika application yake, mambo matano haya inabidi aidha baadhi yake au yote yawepo, lakini pia swala la kusimama kama swala lazima liwepo. Kwa hiyo kama mtu ameamka tu akawa kitandani kajilaza bado na kuleta adhkari kama analeta qiyamul layl, bado inakuwa haijathibu, kwa sababu qiyamul layl inapatikana kutokana na ile hali ya kutoka kuachana na kitanda. Kwa hiyo katika aya ambayo inapatikana katika surati al-Isra, baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema aqimus salat liduluki shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr innal qur'ana al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athuka rabbuka makaman mahmuda. Aya hizi mbili nataka nikae zaidi katika hii aya ya pili ambayo wa minal layli fatahajjad bihi. Hii ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba aqimus salat, simamisha swala wakati jua linapozama na usiku unapoingia, na simama usiku na soma Qur'ani ndani yake, na Qur'ani ya al-fajr inashuhudiwa hapa, inashuhudiwa na malaika kama ambavyo imeonekana katika riwaya nyingine, kama malaika wanapotoka, kwamba tulipotoka tuliacha na swali, tumerudi tumekuta wana swali. Hao malaika wanaokuja zamu katika usiku na mchana. Kwa hiyo ifahamike kwamba hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pia ameamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wa minal layli fatahajjad bihi. Hapa imekuja neno la tahajjud ambayo inachukua maana ya qiyamul layl katika maana nyingine, na kiangalia katika maana yake hii yuko katika wazna ya faal ya hajada, kama ambavyo imekuja katika lisanul arab, encyclopedia ya lisanul arab. Hili neno hajada ambalo ndio limekuja kupatikana neno tahajjud ni kubaki umesimama usiku, awake during the night. Ile hali ya kusimama usiku ni inaleta maana ya tahajjud, na tahajjud au qiyamul layl haitimii mpaka mtu umesimama kutoka kitandani. Na ukishasimama kinachofuata ni kuswali. Kama ni swala la kusali, utaswali hizo rakaa ambazo zimekuja kama rakaa za qiyamul layl, kama ambavyo tunaweza tukaona katika baadhi ya faradhi za qiyamul layl. Lakini pia kuna kusoma Qur'an kama ambavyo imekuja hapa, wa Qur'an al-fajr kana mashhuda. Lazima tusome Qur'ani hapa kwa sababu hii ndio hasa content kubwa ya qiyamul layl ambayo kama Mtume SAW naye alikuwa akifanya hivyo. Pia kuna masala ya dua kama tulivyoona, pamoja na adhkar. Kwa hiyo hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athuka rabbuka makama mahmuda, kwamba kwa kufanya hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akimwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kupitia his application basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumnyanyua daraja. Kwa hiyo nia ya kwenda kufanya qiyamul layl na sisi
tunafanya hivyo tufahamu kwamba ni katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia Allah kupitia humo tunaweza tukanyanyuliwa daraja kama Allah katika matashi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nadhani kwa huu muda ambao umebaki ni ongelee tu kidogo valayati za qiyamul layl labda katika hii hadithi ya Jabir ambayo anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil layla sa'at la yufiquha rajul muslim yas'alu Allah ta'ala khayra min amri ad-dunya wal akhirah illa ata iyyah wa dhalika kullu al-layl, rawahu Muslim. Kwamba katika usiku kuna saa. Katika hii hadithi ya Jabir haijaonyesha hii saa inapatikana kipindi gani, lakini ni katika usiku kuna saa ambayo muumini akiomba kitu katika masala ya dunia na akhira, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kumpa. Kwa hiyo hii saa imekuja kuwa hapa iko kama ama, lakini haswa imekuja kupatikana katika hadithi ya Abu Huraira ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadithi ya Abu Huraira ambayo Abu Huraira anasema kwamba yanzuru rabbana kulla layl ila samaa ad-dunya hina yabqa thulutha al-layl, anashuka Allah subhanahu wa ta'ala katika wingu wa karibu na ardhi, na hii ni katika sehemu ya mwisho ya usiku. Hapa Abu Hurairah amejaribu ku differentiate tofauti na hadithi ya Jabir kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ana malik, nani ambaye ananiomba nimghufirie, nani anaomba msaada nimsaidie, ni nani anaomba man yastaghfiru fa'aghfiru lahu, nani anaomba msamaha niweze kumsamehe. Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo inaonyesha hii saa zaidi inapatikana katika thuluthi ya mwisho ya usiku, lakini kusimama ni kuanzia Isha mpaka usiku, na bora zaidi inapendeza kuwa ni katika thuluthi ya mwisho. Kwa hiyo mimi nadhani sita dwell mostly katika hizi hadithi zilizobaki. Nitaka tu kwa kumalizia niongelee hizi adabu za qiyamul layl. Adabu za qiyamul layl ikhwan ziko nyingi, lakini tuangalie tu chache ambazo ndo hasa za kutuwezesha kufahamu tutakapokuwa tunaamka qiyamul layl, au kama tunapoamka tuzingatie haya. Ya kwanza ni ikhlas. Kama ambavyo tunafahamu kwamba kila ibada inaenda na ikhlas. Ikhlas wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu salata wa yutu zakat wa dhalika dinul qayyim. Kwa hiyo ibada yote lazima iwe na ikhlas. Kiamka kwa ajili ya kuamka usiku ni katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia inabidi tufahamu nafasi ya qiyamul layl kama ambavyo tumeangalia katika hizi aya pamoja na hizi hadithi, kama ambavyo pia imekuja kwa mfano katika baadhi ya kiamu ambazo kama kiamu zilizo katika mwezi wa Ramadhani, man kama Ramadhan imana wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema atakayesimama usiku wa Ramadhani, na imekuja pia man kama lailatul qadr katika hadithi nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anamghufiria mtu maasi yaliyopita. Kwa hiyo hii pia ni kufahamu hii ibada ni ya namna gani. Lakini pia kuna haja ya kupata nafasi ya kupumzika mchana, na hii ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa waajiriwa inakuwa ni ngumu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshasema kwamba you have taken up, katika hadithi ambayo iko katika sahihi ya Qur'ani, anasema kwamba chukueni kidogo sehemu ya mchana ukapumzike, yani take a nap, kwa hakika shaitani huwa halali yani. Kwa hiyo ukipata muda wa kupumzika kidogo, pumzika ili upate energy ya kuweza kuamka usiku yani. Lakini pia kupunguza
katika ile chakula, kula wastani katika mahitaji ambayo yanakufaa. Kumbuka tumbo letu ni kilo moja, tumbo la binadamu, na hapa sasa ndo katika maeneo yetu, yani sio maeneo ya shughulani. Sisi kama medical tunapoongelea masuala ya kula, Mtume SAW amesema ligawanyike tumbo katika pisi tatu, yani hewa, chakula na maji yani. Lakini medically sisi tunafahamu kwamba tumbo lina kilo moja tu, na kilo moja hiyo ndiyo chakula, maji na hewa. Ukizidisha hapo, tumbo limetengenezwa kama mpira tu, liko elastic tu. Ukididisha hata kilo 2 zinaingia, hata 3 zitaingia. Lakini hii pia kadiri itakavyoongezeka, inaongezeka pia kuleta hali ya fulani ya unyonge katika mwili. Kwa hiyo ili kuwe na nishati, ilikuwa katika mazingira ya kuandaa tumbo, katika mazingira ya kuweza kuwa na nishati. Na mwisho kabisa kuna elementi mbili. Elementi ya mwisho hii ambayo nataka nisisitize ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyosema kwamba inna sam'u wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwa hakika sam'u, masikio yetu, wal basar, na macho yetu, wa fuad ni vile ambavyo viko katika vifua vyetu, haya yote yataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikhwani, tujitahidi, na hususan zama hizi ambazo zina social media, punguza muda, punguza comment, kulike, kushare, yani unaweza ukaangalia subhanallah katika some of the social media, kama imekutokea usiku, watu wanashare mpaka saa 7, wana like, wanafanya watakavyofanya. Lakini kumbuka yote haya tutaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punguze hivi tu na muda ambao tunaweza tukautenga kwa ajili ya kumkabili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nadhani niishie hapa katika masala haya, na tumuombe Allah tuwezeshe kuwa ni miongoni mwa watakao kuwa wenye kuyatumia haya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk.